Ujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Urusi imesema haitokubali anguko la serikali ya Cuba. Imesema itaendelea kusambaza mafuta kwa taifa hilo, balozi wake mjini Havana alisema mnamo siku ya leo ya Alhamisi. Na hii ni kutokana na shinikizo lililozidishwa na Marekani baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuzuia mafuta ambayo yalikuwa yakipatikana kutoka katika nchi ya Venezuela kuzuiwa kuingia Havana. Tunachukulia kwamba mazoezi haya yataendelea, balozi wa Urusi Victor Coronel aliambia shirika la habari la serikali RIA, akisisitiza uhusiano wa muda mrefu wa nishati wa Moscow na Cuba. Hata hivyo, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema kwamba hawawezi kuruhusu taifa hilo liendelee kuumia na kuanguka kwa serikali yake. Ahadi hiyo inakuja dhidi ya hali ya nyuma ya shinikizo la kidiplomasia na kiuchumi la Marekani dhidi ya Cuba. Wiki iliyopita, Rais Donald Trump wa Marekani alitangaza hali ya dharura ya kitaifa kuhusiana na Cuba, akiitaja serikali ya kisiwa hicho tishio lisilo la kawaida na la ajabu, huku akitishia ushuru kwa nchi yoyote itakayosambaza mafuta kwa Havana. Hata hivyo, mipango ya Marekani ni kwamba anataka hakikishe serikali hiyo inaanguka kabisa. Rais wa Marekani Donald Trump alisema muda si mrefu serikali ya Cuba itaanguka. Mabadiliko makali ya sera yenye lengo ya kutenga uongozi wa Cuba na kuzuia upatikanaji wake wa nishati tayari yamevuruga njia zaidi ya mafuta. Hata hivyo, Urusi imesema kwamba wakati huu ni wakati wa kutengeneza mazingira ya kuiwezesha Cuba kutokana na namna ambavyo Venezuela imesitisha upelekaji wa mafuta, moja kati ya mataifa ambayo yapo karibu zaidi na jamhuri hiyo ya watu wa Cuba. Kadhalika, China ilitangaza nayo pia itakuwa tayari kusambaza mafuta kwa ajili ya Cuba ili tu iweze kulinusuru taifa hilo. Uchumi wa taifa hilo unadaiwa kuyumba kwa kiasi kikubwa kutokana na vikwazo vingi vilivyowekwa na Marekani kwa muda mrefu. Venezuela, ambayo kihistoria ni msambazaji mkubwa zaidi wa mafuta nchini Cuba, imesitisha usafirishaji huku kukiwa na shinikizo la Marekani na kuchangia kuenea kwa uhaba wa mafuta, kupanda kwa gharama za chakula na usafiri, na kukatika kwa umeme kwa saa nyingi hata katika mji mkuu wa Havana. Serikali ya Cuba imelaani hatua za Marekani, huku maafisa wakitaja vitisho hivyo vya ushuru na vikwazo kuwa ni jaribio la kudhoofisha uchumi wa kisiwa hicho na kudhoofisha uhuru wake. Maandamano na shutuma rasmi zimesisitiza wasiwasi mkubwa wa umma juu ya uwezekano wa kupunguzwa kwa njia za nishati. Kujitolea upya kwa Moscow kunasisitiza thamani ya kimkakati ambayo Urusi imeiweka kwenye uhusiano wake wa kihistoria na Havana, hata kama mvutano wa kidiplomasia na Washington utaongezeka. Urusi haitojali juu ya uhusiano mbaya na Marekani, lakini itaangalia historia pana na taifa hilo la Cuba. Urusi na Cuba zimedumisha mipango ya ushirikiano wa nishati kwa miaka mingi, huku Moscow ikikubali kusambaza kiasi kikubwa cha mafuta na bidhaa za petroli katika kisiwa hicho chini ya mikataba ya nchi mbili tangu enzi za Usovieti. Wakati uwasilishaji ukiendelea wa Urusi unaweza kutoa unafuu wa muda, wachambuzi wanasema usalama mpana wa nishati ya Cuba unabaki kuwa hatarini, huku shinikizo la kijiografia linaongezeka na wasambazaji wa jadi hupunguza usafirishaji. Mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.